حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. ويقول مولانا سبحانه وتعالى في محكم آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويقول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق الله العلي العظيم وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, ndugu wapendwa wa imani, ndugu wapendwa wa Islamu, tuko ndani ya Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, ukiwa ni mwezi wa 8 katika kalenda ya Kiislamu, mwaka wa 1447, ikiwa leo ni tarehe 24 ya mwezi wa Shaaban, tukitarajia Jumatano inayofuata itakuwa ni tarehe 29 ya mwezi wa Shaaban, ambayo itakuwa ndiyo tarehe ya kuangalia mwandamo wa mwezi wa Ramadhani. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi, atutunge, atupe siha na afya, kama namna alivyotuhifadhi na kututunga katika miezi iliyopita. Basi siha hiyo na afya hiyo aliyotupa asitunyime, tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhani tukiwa katika siha na afya, ili tuwe tayari kutekeleza ibada ya saum, ibada ya tarawih, ibada ya qiyamul layali, ibada ya tahajjud na mengi katika ibada ambazo kwamba zafungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumependa ndugu zangu kutanguliza haya ya tarehe kwa sababu leo Waislamu twaishi katika mazingira ambayo Muislamu hazijui tarehe isipokuwa wakati wa kufunga na kufungua na wakati wa Eidul Adha, ambao ni masikitiko makubwa. Muislamu aishi mwaka mzima asijue leo ni tarehe ngapi, asijue ni mwezi gani, asijue ni mwezi ngapi. Awe ataletewa mwezi tu kwenye kikapu, ambaye mwezi huo funga, mwezi huo fungua,
bila yeye mwenyewe kujua ya kwamba leo ni tarehe ngapi. Leo huwezi kuja kuambiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 12. Utamshangaa mtu, mwezi wa 12, sisi tuko mwezi wa pili wa mwezi wa 12. Kwa nini? Kwa sababu tarehe wazifuatilia, wajua leo ni tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka wa 2026. Waelewa vizuri, wajua mpaka sana wakati. Lakini itasikitisha, Muislamu huyu ndiye ambaye kwamba ataletewa mwezi kwenye kikapu, aambiwe mwezi huo funga. Akiambiwa huo mwezi wa kikapuni haufai kufuatwa, subiri mwezi wa muandamo uandame, yeye ndo atakayekuja kusomesha hoja ya kwamba Waislamu mumekuwa vipi, mbona hatuwaelewi? Si wewe kwamba huwaelewi watu, wewe mwenyewe mambo huyaelewi yanavyokwenda, yanavyopelekwa na yanavyofaa kuenda. Kwa hiyo ndugu zangu, likae lijulikane kwamba katika mwezi wa miandamo wetu wa miandamo yetu ya hapa East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania na ukanda wake hunu, leo ni tarehe 24 ya Shaaban. Itakavyokuwa tutakuwa ndani ya Ramadhani katika Ijumaa inayofuata, lakini tarehe 29 ya Shaabani kwa muandamo wetu hapa, tarehe 29 itakuwa ni siku ya Jumatano inayofuata. Kwa hiyo ukiona watu wanaangalia mwezi Jumanne, jua ya kwamba hawafuati muandamo wa hapa, wafuata mwezi wa kikapuni. Acha tuwite wa kikapu kwa sababu ni mwezi, wanasema ni mwezi wa kimataifa. Muislamu, mimi katika vitu ambavyo huwa katika maisha yangu sivipendi wala sifuatilii ni masala haya ya mizozo Waislamu na Waislamu, lakini kuna baadhi ya nukta huwa ni muhimu angalau zigusiwe, mtu azielewe. Swala yangu na yako na ya mwingine haihitaji umoja ili ikubaliwe. Saumu yangu, yako na ya mwingine haihitaji umoja ili ikubaliwe. Vile vile katika ibada zingine hakuna mahali kumesemwa ya kwamba ili swala yangu ikubaliwe ni swali alasiri wakati ambao kwamba ulimwengu mzima waswali alasiri, au ni swali magharibi wakati ambao kwamba ulimwengu mzima waswali magharibi. Hakuna hukumu kama hizi. Swala yangu ni swali kwa wakati ulipoingia kwa kuangalia mchomozo wa jua na kuzama kwake. Jua limechomoza saa ngapi? Alasiri ni saa ngapi yaingia? Hata ikiwa wakati huo kuna mwenzangu amelala katika sehemu nyingine za dunia, kwa kuwa kwangu ni alasiri, nafaa nitekeleze swala ya al-asr. Na namna hiyo hiyo katika baki ya swala zingine. Asa mtu anapokuja kukwambia kuna mwezi wa kimataifa, kwamba mwezi utakapoonekana kokote yoyote afaa kufunga. Kuna watu kipindi ambacho wengine wameona mwezi, wengine wamelala, wengine kwao ni mtana, hata mwezi hawezi kuona. Lakini ili tuafikiane, ni kila mmoja afikie mahali afuate muandamo wa mwezi unapochomoza katika jimbo aliyopo, katika ukanda ambao kwamba yupo. Hii itamfanya kila mmoja tarehe zake azipate vizuri na asiikose tarehe yoyote katika kalenda ya Kiislamu katika maisha yake. Lakini leo uje unaambia ya kwamba tarehe 9 ya mtu fulani nafaa niifuate. Kuna watu maisha yao tarehe 9 hiyo hawatoipata katika maisha yao. Kwa hiyo ndugu zangu, tuko tarehe 24 ya Shaaban, ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu, tukiitarajia Ramadhani. Tukija Ijumaa inayofuata kwa tuko ndani ya saumu, tutaangalia mwezi Jumatano tarehe 29, na usipoonekana tutauangalia mwezi siku ya Alhamisi ikiwa ni tarehe 30. Kwa hiyo kuna uwezekano Ramadhani ima tuianze katika siku ya Alhamis ikiwa tutauona mwezi kwa 29, au Ramadhani tuianze siku ya Jumua ikiwa tutauona mwezi kwa 30 ya Shaaban. Hili nimependa ni nukta muhimu tuitangulize katika khutba yetu leo ya Ijumaa. Tuliahidiana katika majumaa yaliyopita ya kwamba kwa hizi Ijumaa zilizobakia mpaka kuingia Ramadhani tuishi na majina ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Majina ya Mwenyezi Mungu ni mingi,
na tulieleza katika khutba yetu ya juma mbili zilizopita, walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, na Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, muombeni Mwenyezi Mungu kupitia majina hayo. Muomba Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa jina lake lolote, basi Mwenyezi Mungu dua hiyo huitikia na kuikubali. Na Mwenyezi Mungu ndiye akaja kutupa ishara kwamba kuna al-ismullahi al-a'zam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia kuna jina la Mwenyezi Mungu lile kubwa tukufu zaidi, ambalo hakuna mwanadamu ataomba kupitia jina hilo isipokuwa atajibiwa maombi yake. Juma iliyopita mbili tukazungumza jina la Mola Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, mwenye kuruzuku. Tukaashiria na kuyaeleza tuliyoyaeleza, tukasema na tukazungumza tuliyoyazungumza. Leo ndugu zangu wapendwa Waislamu, kwa aya ambazo kwamba tumetanguliza kuzisoma, twaja na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, mrehemevu mno. Jina hili ndani ya Qur'ani limetajwa takriban mara 50, jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahman. Jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahim limekuja ndani ya Qur'ani zaidi ya mara 100. Sasa jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahman, kianza suratul Fatiha nasema bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu, tukifasiriwa kwamba Ar-Rahman mwenye kurehemu wema na waovu hapa ulimwenguni, Ar-Rahim mwenye kurehemu wema peke yake kesho akhira. Ar-Rahman ni kilma ama ni jina ambalo kwamba limetokana na ar-rahma, sikitiko, lakini Ar-Rahman ni ashaddu mubalagha min Ar-Rahim. Ar-Rahman lina utendakazi mkubwa zaidi kuliko jina la Ar-Rahim. Walfarqu bainahuma, tofauti kati ya majina haya mawili Ar-Rahman na Ar-Rahim, manake anna Ar-Rahman dhur-rahma ash-shamila. Ar-Rahman ni jina la Mwenyezi Mungu likithibitisha sikitiko lenye kukusanya kila kitu, lijamii al-khalaiqi fi dunya, kwa viumbe vyote duniani vitakusanyia katika rahma ya Mwenyezi Mungu wa utendakazi wa jina la Mwenyezi Mungu la Ar-Rahman. Walilmu'minina fil akhirah, na kwa waumini kule akhira. War-Rahim, jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahim huwa dhur-rahma, vile vile lenye sikitiko, lakini lilmu'minina yawma al-qiyama, ni kwa waumini siku ya kiyama peke yake. Ndio maana Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani akasema katika suratul Ahzab, wa kana bilmu'minina rahima, na amekuwa Mwenyezi Mungu ama awe Mwenyezi Mungu ni mwenye sikitiko kwa waumini. Wa rahmatullahi la hadda laha, rahma za Mwenyezi Mungu hazina mpaka. Wala ahadun yastati'u an yuhsiyaha, na hakuna mtu aweza kudhibiti kuzuia rahma za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fahiya wasi'at kulla shay, rehma za Mwenyezi Mungu zimekundukia kila kitu, kama Mwenyezi Mungu aliposema mwenyewe kwenye Qur'ani katika suratul A'raf aya 156, wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehma zangu mimi zimekundukia kila kitu. Sasa hizo rahma zake zio kwenye utendakazi wa jina lake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Jina gani? La Ar-Rahman, akiwa ni mrehemevu mno, mwingi wa rehema. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jina hili ameliandika mwenyewe katika dhati yake. Katika suratul An'am aya 54, Mola Subhanahu wa Ta'ala amesema nini? Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, ameandika Mwenyezi Mungu kwa dhati yake, amejiwekea mwenyewe kwamba kuna rahma, kuna sikitiko. Annahu kuwa man amila minkum su'an bijahala,
yoyote kati yenu ambaye kwamba atafanya uovu kwa kujingikiwa, kwa kutojua, thumma taba min ba'dihi, kisha akatubia baada ya kuwa amefanya ovu kwa kutojua, wa aslah, na akatenda wema, fa annahu ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, tena ni mwingi wa sikitiko. Na Mtume katika hadithi alitueleza kwamba lamma khalaqa Allahu al-khalqa, Mwenyezi Mungu alipoumba viumbe vyake, kataba fi kitabihi, aliandika katika maandishi yake ya kwamba inna rahmati taghlibu ghadhabi, sikitiko langu huwa lashinda hasira zangu. Maana sikitiko la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa zaidi sikitiko lake ambalo kwamba limeshinda. Kwenye hadithi nyingine ikasema sabaqati rahmati ghadhabi, zimeshinda, ile rahma yangu imeshinda hasira zangu. Pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu yuadhibu, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu ana nguvu za kutupa adhabu, lakini sikitiko lake lina ushindi zaidi katika utendakazi hata kuliko hasira zake katika kuzitekeleza kumwadhibu mwanadamu. Na ndiyo utaona kwa sura na mifano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sikitiko lake kwetu, kwa kuwa yeye ni Ar-Rahman, hakuja tu akatuadhibu moja kwa moja wenye kuadhibiwa, hakuja kututia katika mateso moja kwa moja wenye kutiwa kwenye mateso. Kwanza alitutumia mitume hawa waje kuja kutuedhea na kutukumbusha, mitume hawa waje kuja kutuedhea na kutuambia, waje kutuelimisha na kututakasa. Kwa lile sikitiko lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi ni mpaka ifikie mahali mtu yeye mwenyewe sasa akiwa yuadhibiwa ajiona hakika kwamba mimi nililetewa mitume waje waniongoze, nikaletewa wanazuoni wakaniandikia na vitabu, nikaekewa na mawaidha kila Ijumaa, nikaekewa na madarasa kila Ramadhani, nikaekewa na mawaidha katika mitandao, yani kila sehemu nikaekewa kukumbushwa mimi nikumbushwe. Nini? Mwenyezi Mungu akuonea huruma kwa utendakazi wa jina lake la Ar-Rahman. Kwa hiyo ndugu zangu, jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahman, jina tukufu sana. Wenye kusema wasema wama yatarahamu bihi al-khalq, hili sikitiko ambalo kwamba tuko nalo kati yetu sisi, juz'un min mi'ati juz'in min rahmatillahi ta'ala. Hii huruma yangu kama baba kumsikitikia mwanangu, huruma ya mama kumsikitikia mwanawe, huruma ya mume kumsikitikia mkewe, huruma ya mke kumsikitikia mumewe, huruma ya ndugu kumsikitikia ndugu yake, na mifano tofauti tofauti mpaka wanadamu kuwasikitikia viumbe wengine wasiokuwa binadamu. Angalia maelezo Mtume aeleza nini, ya kwamba inna Allaha khalaqa yawma khalqi samawati wal ard, Mwenyezi Mungu aliumba ile siku alipoumba mbingu na ardhi, mi'ata rahma, Mwenyezi Mungu aliumba rahma 100. Yale masikitiko yote kukusanywa katika sehemu yako 100, Mwenyezi Mungu aliumba. Kullu rahmatin, kila sikitiko moja, tibaqu ma baina as-samai wal ardh, ni pandamano kati ya mbingu na ardhi, ukubwa wake na upana wake na uwezo wake. Faja'ala minha fil ardi rahma, katika hayo masikitiko yote 100 Mwenyezi Mungu alitukua sikitiko moja tu akalitia hapa ardhini. Sikitiko hilo moja katika yale 100, fabiha ta'tifu alwalidatu ala waladiha, hilo sikitiko hilo ndio linalomfanya mama akamwonea huruma na kumsikitikia mwanawe. Walwahshu wattayru ba'dhuha ala ba'dhin, na wale wanyama pia wakafikia mahali kuoneana huruma wao kwa wao. Fa idha kana yaumul qiyama, Mtume asema itakapofika sasa siku ya Kiyama, akmalaha bihadhihi arrahma,
Mwenyezi Mungu atayatoa yale 99 yote yaliyobakia, na lile moja liloliteremsha duniani ayakamilishe yote yawe katika kitu kimoja. Fi riwaya, na katika maelezo na mapokezi kwa sema ya kwamba hatta tarfa'a dabbatu hafiraha, mpaka yule mnyama atakuja kuenua kwato yake, an waladiha, asimkanyage mtoto wake, khashyata an tusiba, kwa kuchelea kwamba atamdunga na kumkanyaga mwanawe. Leo utamwona kuku hukanyaga wale vifaranga, utamwona ng'ombe humpiga teke mwanawe, si kwamba kutaka, lakini siku Mwenyezi Mungu lau angeteremsha yale masikitiko yote 100, basi hata kuku pia asingeweza kumkanyaga kifaranga wake, wala ng'ombe asingeweza kumtia kwato mwanawe. Lakini Mwenyezi Mungu aliteremsha sikitiko moja katika utendakazi wa jina lake Ar-Rahman, ndio leo tuoneana huruma sisi kwa sisi katika hali yetu. Na ndiyo Mtume alipiga mfano alipomwona mwanamke amemkumbatia mwanawe kwa sikitiko na kwa mapenzi. Mtume akauliza masahaba, nyinyi mwafikiria kwamba huyu mama aweza akamtia mwanawe katika moto wa Jahannam? Aweza kumchoma mwanawe huyu? Wakamjibu masahaba wakasema, hawezi kumchoma mwanawe, kwa namna anavyomsikitikia, namna anavyomwonea huruma, namna anavyokuwa na upole naye. Mtume akawaambia, basi Mwenyezi Mungu wenu, Mola wenu, anasikitiko na nyinyi zaidi hata kuliko huyu mama, namna anavyomsikitikia mwanawe. Nani Mwenyezi Mungu huyu tunamzungumza? Ar-Rahman, huyo Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni mrehemevu mno katika utendakazi wake. Ndugu zangu, fa idha arada Allahu ta'ala bi ahli al-ardi khaira, Mwenyezi Mungu akiwatakia watu ardhini, viumbe hapa ardhini, akiwatakia kheri, nashara alaihim atharan min athari rahma, Mwenyezi Mungu huja akaeneza athari za sikitiko, athari za rehma katika kawanda la ardhi. Atharan min athari ismihi Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu huja akaeneza athari katika athari za jina lake. Jina gani? La Ar-Rahman. Fa'ammara bihi albilad, kwa rahma hiyo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ataiteremsha, ndio itafanya watu kuja kujenga na kuimarisha miji yao. Wa ahya bihi alibad, na waja watahuishana, wataikana hai, hawatouana, hawatotesana, hawatosumbuana. Wa in arada bihim sharra, lakini Mwenyezi Mungu huyo huyo akiwatakia watu ardhini shari, amsaka anhum dhalika al-athar, Mwenyezi Mungu huizuia ile rahma, ile sikitiko, ule utendakazi wake wa Ar-Rahman huuzuia. Fahalla bihim min albiladi bihasabi ma amsaka anhum min athari ismihi Ar-Rahman, kile kiasi alichokizuia ni kile kiasi alichokipeana kwa sifa yake la Ar-Rahman. Kwa hiyo utaona ndugu zangu, huku kusikitikiana kwetu sisi, mtu ikawa yataka kuchukua maamuzi magumu, mwingine akamwambia muonee huruma mwenzako. Wataka kutoa talaka, ukamwambia muonee huruma mkeo. Wataka umkimbia mume, ukamwambia muonee huruma mume wako. Wataka kuwakimbia watoto wako, ukamwambia waonee huruma wanayo. Hiyo huruma hiyo ni kile kipande kidogo ambacho Mola Subhanahu wa Ta'ala alikiteremsha katika makawanda ya ardhi, ndio tuishi nacho katika maisha yetu. Lakini yote 99 yuko nayo mwenyewe kule. Ndio pale utamwona asi wa asi hashikwi na homa, utamwona mtu ana madhambi ya kila sampuli hashikwi na maradhi, utamwona mtu afanya kila aina ya matatizo na kumuudhi Mwenyezi Mungu, lakini riziki yake Mola yuampa tena nyingi iliyompitiliza. Ukamshangaa mtu na ibada zake na kuswali kwake na kutunga kwake ibada na kufanya kila aina ya mema, ana dhiki kwenye maisha yake. Utendakazi wa jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu humpa alokuwa yuamwabudu na alokuwa yuamkufuru. Kwa jina lake la Ar-Rahman Mwenyezi Mungu huwa ni utendakazi wa jina lake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hebu angalia mifano. Tukaupiga mfano wa kwanza ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutumia mitume katika athari ya rehema zake. Na ndio utaona Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu alisema nini? Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutoa Muhammad isipokuwa ni rahma, ni sikitiko, ni huruma ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi,
akatutumia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ile huruma yake Mwenyezi Mungu kwetu. Fabima rahmatin min Allah, kwa sababu ya rahma ya Mola subhanahu wa ta'ala, linta lahum, ulikuwa flexible kwao Muhammad, ukajua kuishi nao. Sasa ukiangalia ule utendakazi hata wa mitume kwetu sisi, utakuta ya kwamba ni katika athari ya rahma ya jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahman. Hii Qur'ani ambayo kwamba tuko nayo ni miongoni mwa utendakazi wa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la Ar-Rahman. Katika suratul Rahman Mwenyezi Mungu ameanza akisema Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ar-Rahman, mrehemevu mno, ameifundisha Qur'an. Maanake Qur'ani imekuja pia nayo kuja kutuonesha ile huruma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Ya ayuhan nasu, angalia Mwenyezi Mungu atunadia kutuambia, enyi watu, qad ja'akum maw'idhatun min rabbikum, yamewajilieni mawaidha kutoka Mola wenu, wa shifaa'un lima fi sudur, na limekuja pozo kwa waliokuwa vifuani, wa hudan wa rahmatan, wa hudan wa rahmatun lilmu'minin, na uongofu na sikitiko kwa waumini. Katika suratu Yunus aya 57, na Mwenyezi Mungu akasema, wama anzalna alayka alkitaba illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafa fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kwa Mwenyezi Mungu mpaka katika kuteremsha Qur'ani pia nako kuna sikitiko la Mola Subhanahu wa Ta'ala ndani yake. Hatukukuteremsha wewe kitabu isipokuwa ni kubainishia wao yale ambayo kwamba wametofautiana ndani yake, na ni uongofu na ni sikitiko kwa watu wenye kuwa na imani. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, na hiki ni kitabu Qur'ani tumeiteremsha ni yenye baraka. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, ifuateni Qur'ani ili mupate kusikitikiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kwa huruma zake, Mtume alikuja kueleza masahaba akawaambia, hakuna atakayeingia peponi kwa matendo yake. Swala zetu hizi, funga zetu hizi, sadaka zetu hizi za kutaka kusifiwa, Mtume asema hakuna atakayeingia peponi kwa matendo yake. Sote tutaingia peponi, lakini kwa sikitiko la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye atuonee huruma. Swala twaswali kweli, lakini yawezekana wakati twaswali twafikiria madhambi. Yawezekana wakati twaswali twafikiria maasiya. Kwa swala hiyo kweli ndio itakuingiza peponi? Yawezekana twatoa na twasaidia, lakini tutaka tutajwe na tusemwe, bwana nafanya hivi, lakini uniseme. Nakumbuka tulikwenda kwenye hafla moja, katika hafla basi yule mudiri asema kuna bwana fulani umetoa kiasi fulani tumshukuru. Ikawa kuna mmoja katika wanasiasa amekuja na ni Muislamu, baadaye akamfuata akamwambia, yani mimi ninakupa shilingi zangu 2000 kusema kwamba mimi ninatoa. Mpaka nitakumwambia yule ustadhi, mwambie mregeshee 2000 yake. Yani watu wanatoa malaki, wanatoa mapesa mengi mengi hapa, hata kutajwa hawataki. Ye 2000 zake ndio watu watangaze paka kwenye magazeti, regeshee. Sasa kwa sadaka hizo ndugu zangu ndio tutaingia nazo peponi. Kwa wema huu ambao kwamba tutafanya. Leo ukipewa nguo tu mtu akuangalia kwamba wana nguo ile yangu bwana, siku ya harusi mwana alipendeza, lau si mimi yule mimi kumpeleka promote, wallahi asingevaa kanzu nzuri. Mimi bwana ndo ninampendezesha yule. Na haya utayakuta katika majumba mengi. Mimi bwana ndo nilomfikisha pale yule. Yule asingekuwa mimi asingekwenda Saudia yule. Yule asingekuwa mimi asingekuwa na nyumba yule. Asingekuwa mimi yule asingekuwa na kiwanda. Yani anasema. Sasa kwa sadaka hizo ndugu zangu ndio Mwenyezi Mungu atatuingiza peponi kweli kwa matendo hayo? Mtume asema hatutoingia peponi kwa matendo yetu. Tutaingia peponi kwa rahma za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba wakati waelezwa hili wakamuuliza Mtume, hata anta ya Rasulullah, mpaka wewe pia hutoingia peponi kwa matendo yako? Na wewe ndio akhsha nasi wa atqahum, wewe ndio mwenye kumwogopa Mola zaidi na mchaji Mungu wao zaidi.
Akasema nini? Hatta yataghammadani Allahu birahmati, mpaka nami pia Mwenyezi Mungu anifunike kwa rahma zake. Kwa hiyo tunahitajia rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wa jina lake la Ar-Rahman. Tunahitajia rahma yake, tunahitajia sikitiko lake, tunahitajia Mwenyezi Mungu atuonee huruma kwenye maisha yetu. Ndio utaona Mwenyezi Mungu atuambia nini? Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema enyi waja wangu mlofanya israfu katika kumwasi Mwenyezi Mungu, musikate tamaa na rehma zake. Ibilisi aliposikia wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehma zangu zimekundukia kila kitu, Ibilisi alisema kwamba wa ana minal ashya, hata mimi pia ni katika vitu, nitazipata rehma za Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa Ibilisi aliyefukuzwa pia naye yajiona atazipata rehma za Mwenyezi Mungu kwa utendakazi wa jina lake la Ar-Rahman, mimi na wewe. Lakini tujibidisheni ndugu zangu, wakati tutenda matendo tuyatende kwa ikhlas, tuyatende kwa utakatifu wa nyoyo zetu, kwamba hili nafanya ni baina yangu na Mwenyezi Mungu peke yangu, mtu asijue. Kuna watu wapenda kule kufanya mambo lakini kisiri. Al-Imamu Ali Zainul Abidin wasema ilikuwa kukija tu msimu wa vyakula, watu walikuwa wakiona vigunia kwenye milango yao ya nyumba. Mtu akifungua mlango hivi kigunia chaanguka ndani. Watakuwa mtu yatumia ndani, kina kila aina ya matunda, kila aina chakula. Hawajui naye anayetoa. Akimuuliza mwenzake, vipi jana mimi naona kigunia kwanza, nipe nimeona. Mtaa mzima wasema kwamba tumeona vile vigunia. Siku yuwazikwa, siku yuwaoshwa kwenye josho lake la kifo, ndo aonekana ana alama kwenye bega. Kumbe vile vizigo alikuwa ni yeye mbebaji, abeba akipeleka mtaani usiku peke yake, abwage wai kwenye milango, arudi zake. Sababu alipokufa yeye, huu uradi nao pia ukakatika. Samara nyingine jiwekee uradi ambao kwamba ni amali yako ya siri kati yako wewe na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akutukane, mtu akuseme, mtu awe hana shukurani, mtu awe hakutambui, lakini wewe wafanya, unajua mimi ninachokifanya hichi sikifanyi kwa ajili yako, na kifanya kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Tufanya haya tuyafanyayo kuwalisha, si kwamba tutaka sifa zenu, hapana. Tunatafuta radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala, hatutaki asante zenu wala shukrani zenu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, tuiogopa siku ya Kiyama, na kitakachotuokoa angalau yale matendo yao ni mema, yale matendo yao yametakasika. Basi miongoni mwa rahma zake Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kututeremsha sisi Qur'ani hii, ikaja kutuongoza na kutotukatisha tamaa na kuzipata rahma zake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika sikitiko lake Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kutuingiza sisi peponi. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Katika suratu Tauba aya 21 Mola Subhanahu wa Ta'ala ayaeleza haya kwamba yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan, awapa bishara njema Mola wao kutoka kwa Mola wao kwa rahma, kwa sikitiko na radhi zake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na pepo ambayo kwamba ndani kuna starehe, tena starehe za kudumu. Ndio Mtume akasema ni qaribu wasaddidu wa'lamu, najueni kwamba annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, hakuna atakayeokoka kwa matendo yake. Qalu wala anta ya Rasulullah, mpaka wewe? Qala, Mtume akasema wala ana, hata mimi pia, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, mpaka Mwenyezi Mungu atakaponifinika na rehema zake na fadhila zake juu yangu. Kuna watu katika ummati Muhammad, watu 1070, na kila mmoja katika watu 1070 ana watu 1070. Angalia hiyo idadi. Kuna watu katika ummati Muhammad, Mtume alipokwenda zake al-Isra wal Mi'raj alioneshwa umma, kisha akaambiwa katika ummati ule minhum 70,000, kuna watu 1070 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhab. Kuna watu ambao kwamba idadi yao ni 1070, na katika watu 1070 kila mmoja ana watu 1070, wataingia peponi bila hesabu
wala adhabu. Mungu atujalie ni miongoni mwao. Ni kwa rahma zake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu ile kufa tu moja kwa moja, hawana hesabu, hawana adhabu ya kuangoja, wataingia peponi. Angalia rahma za Mwenyezi Mungu katika kuwastarehesha watu. Mtu wa mwisho kuingia peponi tuambiwa ni mtu ambaye kwamba atakuja huku yuatambaa, baada ya kuwa shaingizwa motoni, lakini kuna madhambi mawili matatu akaenda katakaswa, na siku moja kwa Mwenyezi Mungu ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku moja kwa Mwenyezi Mungu ni miaka alfu ya duniani. Sasa ukaambia bwana, wewe madhambi yako muonekana utakaangalau robo siku, hiyo miaka 250. Usifanye mzaha, usichukulie ni mambo ya kitototo. Siku moja ya Mwenyezi Mungu huko ni sawa na miaka 1000 huku, karne 10. Sasa uambie bwana, wewe tumekupima haya madhambi yako na mema yako, lakini kwa madhambi haya una nusu siku utakaa motoni. Miaka 500 hiyo. Sasa mtu wa mwisho baada ya kuwa ashaotolewa katika moto, ashatakaswa, ameingizwa kwenye mto, akaposhwa yani akapozwa ule moto na vuguto alilokuwa nalo, atakwenda peponi akiwa yuatambaa. Tuambiwa mtu huyu atafika peponi, akifika au na pepo imejaa. Kila mahali iko occupied, kila mmoja iko mahali kwake. Akija ugatuzi, yani kama mfano uende ugatuzi, ukifika hakuna viwanda, ndio huyu bwana atakwenda peponi, akifika akuta kila mahali kuna mwenyewe. Ya Rabbi, umenipeleka pole, lakini kila mmoja na mwenyewe. Akaamba wewe una mfano wa dunia mara 7. Huyo ni mtu wa mwisho kabisa, una mfano wa dunia mara 7. Hii dunia unayoiona, wasikia Amerika hujafika, wasikia sijui wapi hujafika, dunia kubwa kwa ukubwa wake, mtu atapewa na Mwenyezi Mungu kawanda hili la dunia mara 7. Huyo ni mtu yule wa mwisho kabisa, ndio yuingia sasa peponi, amekosa akaambiwa toa hichi. Sasa mfikiri ule wa kwanza ampewa nini? Ikiwa wa mwisho ampewa hiki. Ikiwa ule goalkeeper klasini ampewa zawadi mfano huo, je, ule number 1? Na pia kwenye adhabu, tuambie ile adhabu ya chini kabisa, adhabu ile adna adhabu, ile adhabu duni kabisa, mtu kuja kuadhibiwa kwamba huyu ameonewa huruma, akaambiwa angalau simama. Mwalimu hajisikii kuchapa leo, akwambia utasimama mpaka jioni wewe. Adhabu yako leo utasimama mpaka ishai. Utasema alhamdulillah, angalau sikuwahi mbati, lakini utasimama. Sasa ule atakayeadhibiwa adhabu ya chini, atavishwa viatu vya chuma, ubongo huku atokota. Ule mvuki wa vile viatu atakapovishwa, ubongo huku utakuwa atokota, kama sio unavyoona sufuria inavyotokota kwenye jiko. Hiyo ni adhabu ya chini kabisa, ameonewa huruma, wewe ansikitikiwa. Sasa rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutuingiza sisi peponi, na ndio utaona Mwenyezi Mungu baada ya watu kuingia peponi na watu wengine kuingia motoni, Mungu atuhifadhi na moto wa Jahannam, atauliza watu wa peponi, hal radhitum, ni watu wa peponi mmeridhia? Watu wa peponi umjibu Mwenyezi Mungu, ambia wala na la nardha, tunami mpaka tusiridhie, utuingiza peponi, umetungarisha nyuso zetu. Mwenyezi Mungu wajibu wa kuambia, uhillu alaikum ridwani, kuanzia leo nyinyi nimewapa radhi zangu, fala askhatu lakum abada, sitowahi kuwakasirikia maisha yangu. Yani baada ya hapo hawatokasirikiwa tena. Watu wapone watasema hakuna kilichokuwa na ladha kubwa kuliko kupata radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridwanu min Allahi akbar, dhalika huwa alfawzu alazim. Huko kupata radhi za Mwenyezi Mungu ndio kufaulu kukubwa hata kuliko kuingia peponi. Kisha wageukia watu wa motoni sasa. Vipi, tayari adhabu umeipata? Sema tumeipata adhabu, yatuchoma, yatuumiza. Mwenyezi Mungu ambia kuanzia leo nimewafungulia hasira zangu, sitowaridhia nyinyi daima. Watu wa motoni watasema hakuna kitakachokuwa kitawaadhibu zaidi baada ya ule moto kama kuzipata hasira za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, katika rahma za Mola Subhanahu wa Ta'ala ni sisi kutuwekea pepo. Pepo hii ambayo twaiendea mbio kuipata, kila mmoja kwa bidii yake, kila mmoja kwa juhudi zake, kila mmoja kwa kiasi anachokifanya kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi tuambiwa ukikosa Ijumaa ya kwanza, katika moyo wako iko kitone cheusi. Kikosa Ijumaa ya pili, moyo wako unaongezeka weusi.
Ukikosa Ijumaa ya tatu, intabaqa alqalb, ule moyo mzima huwa mweusi. Utafikia mahali kama maasiya kwako si kitu kufanya. Ndio kuna watu maasiya waona kama labda maasiya ni vitu fulani maalumu. Na mwanamke mmoja asema, mimi najua bwana, uwanawali ni sehemu moja tu katika mwili, ukishahifadhi hiyo basi mengine mtu aweza fanya. Ni mtu ajiedhea mwenyewe katika kitu chake. Bora tu hiyo sehemu iliyoambiwa kuwa na uwanawali iwe ni uwanawali huko. Wengine hakuna neno. Sasa kuna mtu katika fikra zake na ibilisi akamchezea, akaiona kwamba kuna maasiya fulani, hayo ndo maasiya. Juzi naangalia interview moja katika watu wafanya habari, interview barabarani, wampata bwana Muislamu bodaboda. Muuliza, vipi? Ramadhani hii yaja karibu, umejiandaa kufunga? Sasa mimi sifungi. Kwa nini hufungi? Naishi na mwanamke ambaye kwamba si Muislamu. Sasa haina haja mfunge. Yule mwanamke naishi naye sijamuoa. Sasa haina haja nifunge. Yaani fatwa anajipa mwenyewe hizi. Si kwamba ni fatwa za Mwenyezi Mungu kwamba wewe kwa kuwa ishi na mwanamke ambaye kwamba si Muislamu hufai kufunga. Amepata wapi aya hii ya hadithi? Hiyo pepo ambayo kama tuitafuta ndugu zangu kwa staili hii ni mpaka rahma zake Mola Subhanahu wa Ta'ala zitufikie ndio tuweze kuipata hiyo pepo. Na miongoni mwa makubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika madhahiri ya rahma zake ni kututeremsha sisi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni rahma za Mola Subhanahu wa Ta'ala zile kwetu sisi, siku 29, siku 30. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam alisema, raghima anfu rajulin, amepata hasara, ameangamia mtu, dakhala alayhi ramadhanu wa lam yughfar lahu, ameingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha hakusamehewa. Ameangamia sana, kwa sababu ni nafasi kubwa tena kubwa ya wewe kusamehewa. Mashaitani yamefungwa, rahma za Mwenyezi Mungu ziko karibu. Ukifanya kitu unakuwa double. Mbona usizipate rahma zake? Mbona usipate msamaha? Mbona usisamehewe? Mbona makosa yabakia pale pale? Sasa Mtume asema, raghima anfu rajulin, amepata hasara, ameangamia mtu, dakhala alayhi ramadhan wa lam yughfar lahu, ameingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani na hakupata msamaha wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tujibidishe ndugu zangu. Leo ikiwa ni tarehe 13, bado siku kidogo sana kuingia Ramadhani. Alhamisi hapa mpaka Alhamisi siku chache sana, chini ya wiki. Basi masiku kama haya tusiwe tumejiandaa tu na mitele ndani ya nyumba na ngano nyingi na majuisi ya kila sampuli na vyakula vya kila sampuli. Tunaona wanawake washaanza kudownload ma TikTok namna ya kupika na maresipi tofauti, kupika hichi, kupika kile. Hata nguo ya kuswalia hajanunua, lakini ashanunua zile recipe zote. Ajua haya, nitapika matobosha sio ya blue, nitapika kitu fulani cha rangi ya red, nitapika hichi. Ramadhani kwake yeye ni kupika na kula. Na kuna wanaume ambao kwamba washalipia majim ya mwezi mzima, kwamba Ramadhani mimi ikiingia baada ya isha tu ni gym. Mpaka sasa hana tarawehe, hana qiyamul layl, ashajipangia yeye ni gym kutoka Ramadhani mosi mpaka Ramadhani mwezi kuandama wa Shawwal. Ashajipangia kwamba mimi nalipia gym, naenda kufanya gym baada ya maghrib, nikishafuturu tu ndo zangu gym. Kuna mtu ashajipangia mimi kulala tu, talala nini. Kuna mtu ashakwenda kununua flash yake 1 terabyte, ashanunua ni hard disk, amejaza movie na series ya kila sampuli. Ni special kwa ajili ya nini? Ya Ramadhani. Mimi nikiangalia movie yangu, nikiangalia movie hii, nikianza ngifika episode 9 itakuwa ni magharibi. Natoka nda zangu kwa kufungua mwadhini, nikirudi nikula nda zangu gym. Yaani ashajipangia schedule za hasara katika Ramadhani yake. Tujipangieni mambo ambayo kwamba yatatuzidishia kheri, yatatusamehea madhambi yetu, yatatuingiza katika rahma za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zaki anta khairu man zakaha anta waliyuha wa mulaha wa anta nasiruha ala man adaha. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم والعفو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي
ربي جل الله